Karibuni jamani, karibuni wapendwa wangu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Mada ya leo ni hatua 6 za kuwa wazi kuishi na VVU. Hatua 6 za mtu kuwa wazi kwamba anaishi na VVU. Anapotaka kumwambia rafiki, mpendwa wake, jirani, mtu wake wa karibu aliyemthamini. Hatua ya kwanza, amua kwa nini unataka kuwa wazi. Unapotaka kumwambia mtu ni kwamba ni uamuzi wako wewe mwenyewe, ni uamuzi wa hiari. Haulazimishwi na mtu kwamba lazima uambie watu unaishi na maambukizi yanayosababisha ukosefu wa kinga mwilini, VVU. Hapana. Kwa hiyo unapoamua kuzungumza ni uamuzi wako wewe mwenyewe, uamuzi wa hiari. Kwanza pengine unataka kuvunja ukimya uliopo, hutaki kuishi tena katika maisha ya siri, unataka kuvunja ukimya. Unataka uwaambie watu, uwaambie ndugu zako, uwaambie watoto wako, uwaambie wajukuu zako, uwaambie watu unaowathamini, unaowaamini, wanaokuzunguka, walio karibu na wewe kwamba unaishi na maambukizi ya VVU mwilini. Hii ni lengo lako hasa ni kusaidia wengine waondoe uoga, waondoe hofu ya kutokuogopa kupima, ili waweze kuende kupima bila woga. Kuishi bila siri. Unataka uishi bila siri kwamba nina maambukizi ya VVU, kwa hiyo naamua kukushirikisha, pengine nahitaji msaada kutoka kwako, msaada wa usafiri, labda kuhudhuria kliniki, msaada wa nauli kuhudhuria kliniki kuchukua dawa zangu, na nakuona ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, na ninakuamini kwamba unaweza ukanisaidia. Ninaamua kuvunja ukimya na kukuambia wewe ili uweze kunisaidia. Pili, jipokee wewe mwenyewe kwanza. Kujipokea wewe mwenyewe kwanza ina maana kwamba ujikubali. Ujikubali wewe mwenyewe kwanza kwamba unaishi na maambukizi ya VVU. Unapojikubali ni rahisi sana kwenda kwenye support group. Kwenye support group, yani kwenye vikundi vya watu wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini, VVU au HIV. Kwa hiyo ujikubali kwanza wewe mwenyewe. Utakapojikubali itakusaidia sana kwenda kwenye vikundi vya watu wanaoishi na VVU. Na ujipokee wewe mwenyewe. Kujipokea ni kujitambua, kujikubali na hali ulionayo. Tatu, anza kidogo kidogo. Sio lazima kwa ulimwengu. Unapotaka kumwambia mtu, unapotaka kuvunja ukimya, kwa sababu kumwambia mtu kwamba unaishi na VVU ni kuvunja ukimya. Sasa unapotaka kuvunja huu ukimya, inabidi uanze kidogo kidogo, uanze hatua kwa hatua. Umwambie mtu mmoja labda wa karibu sana na wewe na ambaye unamwamini, alafu ndipo uweze tena siku nyingine kumwambia mtu mwingine, baada ya kuona reaction ya yule mtu uliyemwambia ilikuwaje, amekupokea au amekunyanyapaa. Mtu unayemwamini unajenga nguvu na kujiamini hatua kwa hatua, kidogo kidogo. Namba 4, jipange na elimu mikononi mwako. Kujipanga na elimu mikononi mwako ni uelewe maswali, kwa sababu ujiandae, kwa sababu utakwenda kuulizwa maswali. Huyo unayekwenda kumwambia atakuuliza maswali. Kwa hiyo lazima uwe umejiandaa na maswali tofauti tofauti pamoja na majibu yake. Je, akiniuliza kwamba ARV wanasema ni sumu, au ARV ni mbaya, nimwambie nini? Lazima nimwambie kwamba ARV sio sumu. ARV ni uhai. ARV ndiyo iliyonisaidia mimi, nimekuwa U=U. Na wanaposema U=U, maana yake ni kwamba ni undetectable equals to untransmittable.
Ina maana siwezi kuambukiza mtu yeyote yule virusi, hata tukila pamoja, tukipika pamoja, tukiishi nyumba moja, tukilala kitanda kimoja, tukikumbatiana, ukikisi, ukihagi, bado huwezi kupata maambukizi. Kwa hiyo tayari umeshajijenga, umeshajua maswali na majibu yake. Naona uwe mvumilivu. Naona ninaishi maisha ya kawaida, ninaishi na VVU, lakini naishi maisha ya kawaida, normal, simple, kama watu wengine wanavyoishi maisha yao. Namba 5, weka mipaka yako. Weka mipaka wakati unapokwenda kuzungumza. Usizungumze kila kitu ukaja kuulizwa maswali mengine ukashindwa hata kuyajibu, ukaona wanakufedhesha, alafu ukaanza kujisikia vibaya. Lazima uwe na ulinde akili yako, msongo wa mawazo. Namba 6, jipange kwa miitikio tofauti. Hii miitikio nimeizungumzia kwenye video nyingine, miitikio baada ya kuwa umeshawaeleza watu kwamba una VVU. Baada ya kuwa umefuata hizi hatua zote. Naona kuna miitikio tofauti tofauti. Kwa hiyo kuwa na mtu mmoja wa kumkimbilia ukihisi uzito. Ukiona kwamba mambo yamekuelemea katika mtu uliyemwambia na ulikuwa hujajiandaa vizuri, maswali yamekuwa ni mengi, hakikisha kwamba pembeni pia uliandaa mtu wa kumkimbilia endapo utakuwa umeelemewa na uzito. Kwa hiyo hii ndo topic ya leo ambayo nimeona nije nizungumzie. Amua kwa nini unataka kuwa wazi. Jipokee mwenyewe kwanza, yani ujikubali. Anza kidogo kidogo, sio lazima kwa ulimwengu. Jipange na elimu mikononi mwako. Weka mipaka yako, alafu jipange kwa miitikio tofauti. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, msisahau kucomment na msiache kusubscribe. Asanteni sana.